Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Katika Injili tuliyosikia hivi punde, Yesu kwa mara nyingine analeta nia ya kutufundisha umuhimu wa kusali daima, tena kusali bila kuchoka. Katika kufundisha jambo hilo, kama kawaida yake, analeta mfano. Mfano wa leo ni wajabu kidogo, kwa sababu tunawakuta watu wenye tabia tofauti. Kwanza, yule kadhi asiye mcha Mungu wala kujali watu. Yeye mwenyewe anajisemea, ingawa si mchi Mungu wala sijali watu. Lakini pia tuna yule mwanamke maskini lakini mwenye utashi mgumu. Nadhani alikuwa pia mwanamke mkorofi pia, kwa sababu hakukata tamaa na kila mara alitambua namna nzuri ya kuweza kuendea kupata haki yake. Kadhi alimnyima mwanamke huyu haki yake dhidi ya adui yake. Pengine inatokana na umaskini wa yule mwanamke, lakini mwanamke mwenyewe alitafuta njia ya kupigania haki yake kwa kumwendea kila mara na kumsumbua hadi afanikiwe. Nia ya Yesu siku anapoleta mfano huu, hana nia kutuonesha kama Mungu wetu ni kama huyu kadhi dhalimu, au tuwe kama huyu mwanamke ambaye anaenda mara kwa mara peke yake. Nia yake kutufundisha, kama nilivyosema awali, kudumu katika sala, kama anavyosema yeye mwenyewe, tusali bila kukata tamaa. Kusali au sala ni kuzungumza na Mungu kama tunavyofundishwa katika katekisimu yetu namba 2559. Lakini pia ni ushirika, communion, na mawasiliano, communication na Mungu, kama katekisimu hiyo inavyotueleza katika namba yake ya 2565. Hata hivyo, tunaweza kujifunza kutoka mfano huu juu ya haki, utoaji wa haki, na tunaweza kutathmini juu ya utoaji wa haki na vyombo vile vinavyosimamia haki katika jamii. Je, makadhi wetu au tuseme mahakimu wetu wametenda haki sawa kwa kila mtu? Je, haki hulindwa kwa mujibu wa sheria za nchi? Lakini mara kadhaa tunashuhudia wanawake wajane, hasa katika jamii, wakinyang'anywa haki zao, na hasa ya urithi. Mara kadhaa tunasikia mama amenyang'anywa nyumba, amenyang'anywa ardhi na mali zingine ambazo wamezipata pamoja na mumewe. Maskini wakiporwa haki zao kwa sababu haki hazikufuatwa au haki ilinunuliwa, wanatafuta namna ya kutafuta haki kwa namna yoyote, kama huyu mwanamke mjane maskini, kwa sababu jamii au wenye mamlaka au wenye pesa wanaweza kuwasukuma pembeni wale ambao hawana uwezo kujitafutia haki zao kwa njia halali na za haki na za kisheria pia, na hivyo wanaweza kutafuta njia ya kudai haki hata kwa gharama yoyote. Matokeo yake ndio tunaona katika jamii amani inaweza kuvurugika. Ni kama katika mji ambao watu hawafuati sheria ya usafi wa mazingira na wanatupa takataka katika mifereji, na maji utafuta namna ya kupita, na hivyo huingia mitaani na kuleta mafuriko. Na ndivyo ilivyo katika jamii. Kama taratibu za kawaida za kisheria zilizowekwa hazifuatwi na wengine wananyimwa haki, watatafuta kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote, na hata kugharimu maisha yao. Ndugu zangu, katika nafasi hii tunaalikwa tusali daima, lakini tuombe haki iweze kudumu, na wale waliopewa dhamana kwa ajili ya kulinda haki
walinde haki kwa ajili ya maslahi ya watu wote. Mungu wetu si kama yule kali. Mungu wetu ni mwenye upendo. Mungu wetu ni mwenye huruma. Anajali na anajua shida zetu, na hivyo tumwendee bila kuchoka, lakini tuwe na imani kama Yesu anavyouliza, je, akirudi mwana wa mtu atakuta imani ipo duniani? Hivyo tumwendee tukiwa na imani. Na tunamwomba Mama Bikira Maria aliye Malkia wa amani atupe ujasiri kila mara kusali bila kuchoka, tukimwendea Mungu katika shida zetu mbalimbali, na hasa katika utekelezaji wa haki hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo.